Kwa hiyo tutaenda kujifunza neno la Bwana siku ya leo. Kuna somo ambalo tulitakiwa kujifunza ile siku ya Jumatatu na tukakosa nafasi kutokana na namna ambavyo kitu kingine akaachilia Mungu, lakini mistari ni ile ile tunayotembea nayo. Kile kitabu cha Korintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11, hapo mahali kuna vitu vimejaa vya kutosha kule ndani, japokuwa nagusia kimoja, na nimependa kusoma Biblia nyingine hii ambayo inagusia kwenye tafsiri ya Ulimwengu Mpya, inatoa ufafanuzi zaidi. Ni sehemu ya 10 ile ile ya somo ambayo kichwa kinasema jifunze kutengeneza mpangilio kwenye vita ya kiroho. Ni sehemu ya 10, jifunze kutengeneza mpangilio kwenye vita ya kiroho. Kitabu ni kile kitabu cha Korintho wa pili ile sura ya 2 ile mstari wa 11. Nitasoma tena kwenye kitabu cha kwenye ile Biblia ya tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Napenda kusoma kwenye jambo hili. Tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Haleluya. Tupo ibadani eti. Haleluya. Amen. Tuangalie pale Biblia inasemaje. Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Korintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: ili shetani asitushinde akili, kwa maana sisi hatukosi kuzijua fikra zake. Sasa mimi nitaka kwa leo tusimame pale, ili shetani asitushinde akili. Shetani asitushinde nini? Akili. Kumbuka tuko kwenye mpangilio wa namna wa leo ambao tutapitia mpangilio wa namna ya sio mpangilio wa namna ambao unafahamu wewe, lakini kuna mpangilio ambao wa utayari wa kwako au maandalizi kwenye vita yako ya kiroho. Tutapita huko ndani, utayari au maandalizi yako ya vita ya kiroho. Asitushinde akili, asitushinde akili, asitushinde akili. Jambo la kwanza lazima ninapoanza kwenye somo hili uweze kufahamu kwamba vita ya kiroho sio vita ambayo inapiganwa bila makusudi. Ni vita inayopiganwa kwa makusudi. Lazima yawepo makusudi ya kupigana hiyo vita. Lazima yawepo makusudi ya kupigana hiyo vita. Kwa hiyo sio kwamba inapigana tu vita, inapigana kwa makusudi. Unapigana vita kwa makusudi, na ndani yake lazima kuwepo na maandalizi aina nyingi ya kusababisha uweze kushinda vita. Na ndio maana mengine tumeendelea kujifunza na mengine Mungu anaendelea kuachilia kadri tunavyoenda. Anaposema akili, elewa kabisa kwamba akili ni ujuzi ambao ulioko ndani ya mtu kwa ajili ya mtu mwingine au kwa ajili ya kitu kingine. Ujuzi. Ukisema uwe na akili, maana yake uwe na ujuzi. Uwe na ujuzi juu ya jambo fulani. Kwa tunaposema asitushinde akili, anamaanisha tuwe na ujuzi juu ya shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huruma. Kwa hiyo ndani yako lazima uhakikishe ndani kuna ujuzi juu ya shetani. Si vita inayopigana bila kusudi, lazima kuwe na kusudi. Na hilo kusudi linatengenezwa wewe kwa malengo ya kimungu. Unatengeneza wewe hilo kusudi kwa malengo ya kimungu. Sio linajitengeneza lenyewe. Usije ukafikiri kwamba hilo kusudi linajitengeneza lenyewe. Hapana. Wewe ndio unayetengeneza. Kwa unatengeneza kule ndani. Na ndio maana anasema asitushinde akili. Asitushinde akili. Asitushinde akili. Lakini kwenye sehemu ya kwanza nitaka tuanzie, tutaenda namna hii. Kuna kipengele kidogo nimekipa hapa. Mipangilio inayotekelezeka
kwenye vita zako, mipangilio inayotekelezeka kwenye vita zako, mipangilio inayotekelezeka kwenye vita zako. Hiki ni kipengele tutagusia namna hii. Viko vipengele vingi lakini tunajaribu kuchambua kimoja kimoja. Mipangilio inayotekelezeka kwa namna gani kule ndani anasema asitushinde akili, maana yake tunatakiwa tuwe na uwezo wa ufahamu juu yake kuliko anavyotufahamu sisi. Sasa kwa nini mipangilio inayotekelezeka? Angalia. Cha kwanza ufahamu kwamba unapoingia kwenye vita au unapojiandaa kivita kwamba kuna hasara ya kivita. Unapojiandaa kwenye vita au kuingia kwenye vita kuna hasara ya kivita. Hasara isiyoepukika. Lakini pia kuna hasara inayoepukika. Kuna hasara isiyoepukika, kuna hasara inayoepukika. Ziko changamoto zinaweza kuinuka kwa sababu ya vita. Na zikatengeneza hasara kwako. Kama umeiona kwamba kuna wakati ambao inatokea kwako, unakuta ghafla badala ya kuendelea na vita ya kiroho unajikuta ghafla umeingia kwenye upatanisho kwenye familia. Umeiacha vita ya kiroho, umeingia kwenye familia kwenye upatanisho. Kuna mtu anaelewa kweli? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura 11 tuone. 11 hapana 10. Mathayo sura 10 mstari wa 34 na 39. Mathayo sura ya 10 mstari wa 34 na 39. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Raha, sikuja kuleta amani bali upanga. Msidhani nimekuja kuleta amani duniani bali nimekuja kuleta nini? Upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe wa mtu na mkwe mtu. Kiswahili kimeeleweka eti? Sijaja kuwapatanisha, nimekuja kuwagombanisha kwenye familia zenu. Ametumia kuwafarakanisha. Kuwafarakanisha ni kutengana kwa namna ya magombano. Haleluya. Hizi ni hasara ambazo zinatokea zisizoepukika. Bahati mbaya sana tunaposoma mistari moja, kitu kinachowakosti watu wengi ni hiki: anapoingia kwenye hasara ambazo haziepukiki, anaanza kutafuta kutengeneza zile hasara kabla ya kushinda vita yake. Mela nichosema. Anasemaje? Nimekuja kuwafitini. Sawa. Umefika kwenye namna ya kufitini, ghafla umeingia kwenye hasara hizo. Alafu ghafla nasemaje? Kuna kalika msemo nasemaje? Lazima nitengeneze. Kutengeneza lazima ujue ni hasara za nini. Kisio kile unachokitengeneza tengeneza amani, wakati hiyo vita yako imetoa amani. Haleluya. Ili ipatikane amani ni lazima amani itoweke kwanza. Kama itoweki amani, amani haiwezi kupatikana. Narudia tena. Ili amani kwenye hasara zisizoepukika, ili amani ipatikane ni lazima itolewe kwanza. Nitagusia haraka natamani tukimbie kidogo. Labda tugusie vipengele vitatu tu vinne. Kwa uwezi kutengeneza amani bila kuiondoa amani kwanza. Haiwezekani. Na ndio maana amesema nimekuja kuwafitini. Nimekuja kufanya kuwafitini baba na mkwe, binti na mama mkwe, wote ametaja hapo. Kwa ukishaingia kwenye hasara zisizoepukika, bahati mbaya sisi tunakimbilia kwenye kipengele cha pili. Angalia vizuri kwenye mistari pale chini. Anasemaje?
na adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Nani? Manaka anatuambia anaweza kawa mtoto, anaweza kawa mke, anaweza kawa mkwe, anaweza kawa nani. Hapa ameeleza adui wa mtu, imeeleza vizuri. Sasa angalia mstari ule wa 37. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Watu wengi na wakoroga hapa. Ukisoma mpangilio wa Yesu na vita ya kiroho, anapoeleza kwenye ukona la vita ya kiroho, ukianza kuangalia utaanza kuona kwamba anakupa taarifa pamoja, unahitaji kumtafuta, lakini ujue kuna vita ipo. Lakini kama kuna vita ipo, kuna hasara ambazo haziepukiki, na kama haziepukiki na zitalenga maisha yako. Nenda kaangalie. Nitakuuliza swali. Huyu mtu umeingia kwa sababu, yani mmetengana kwa sababu ya vita, sawa? Mmefarakana kwa sababu ya vita ya kiroho na kwa sababu ya nafasi ya utawala wa Yesu nao uita kwenye familia, sawa? Kama unataka kwenda kumleta yeye, kujipatanisha na yeye, maana tayari kama unataka kujipatanisha na yeye, nini kinatokea? Ni kitu kimoja tu. Maana uiache vita pembeni uende kupatana naye, sio ndivyo? Sio ndivyo wengi tunafanya? Eti wapenda wangu. Sasa utengeneza kwanza. Lazima ujue namna ya kutengeneza. Usijaribu kutengeneza wakati vita haijaisha. Ujaribu namna hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Unapoingia kwenye vita unahitaji kushinda, sio hivyo? Sasa wewe umegoma kushinda, unataka kupatana kabla ushindi. Na yeye je, atapatana na wewe hata kushinda? Maana hapo kuna mtu mmoja lazima ashinde, kati ya ufalme wa Mungu au wa shetani. Haijalishi uko kwa mwanao wa ufalme wa shetani, ni vita. Au kwa mpenzi, ni vita. Biblia inasema vita vyetu sio vya kimwili, lakini haijasema tusipigane rohoni. Haleluya. Haleluya. Batimaye tunaposhindwa kwenye mpangilio, tunashindwa kuziangalia hizi hasara za kuepukika na zisizoepukika. Hasara isiyoepukika hauhitaji kuinyamazisha, hauhitaji kushuka kabla ya kumaliza vita. Usikishuka bila kumaliza vita, nini kinatokea? Unaanguka na anashinda shetani. Na ndio maana sasa vita zetu zimekuwa nusu. Ni mama yangu, ni mjomba wangu, ni mwanangu. Kwa hiyo unaenda kwa hekima, kwa hekima, kwa ujinga. Sasa sijui nitumie neno gani, hekima eti. Sasa hekima gani zinakuwa na matokeo mabaya? Hakuna hekima ambayo inakuwa na matokeo mabaya. Kila hekima lazima iwe na matokeo mazuri. Si ndivyo wapenda wangu? Haleluya. Umejiuliza swali lingine la tatu. Ifu nafikiri ukipatana kabla hujashinda vita, yeye atasalenda? Okay. Kwa hiyo Yesu anatuambia kwamba hasara zisizoepukika mpaka adui asalenda. Haijaishi ni mwanao, lazima afikie mahali pa kusalenda, ndipo uanze sasa wewe kutengeneza upatanisho. Sasa kama hajasalenda, na Biblia inasemaje? Inasema hasalendi kwako, anatakiwa salende kwa Yesu. Hata akikufesi wewe, maana unatakiwa muonyeshe Yesu. Haleluya. Hata anataka kuweka ile vita iwe ya kibinafsi, wewe muonyeshe kwamba hii vita ni ya Yesu. Haupigani na mimi tu peke yangu, unapigana na Yesu. Usiseme mimi, sema ufalme wa Mungu. Unajua tunapoingia kwenye asasi isipoepukika, tunajifunza kujiweka sisi kwenye upatanisho wa kisisi, wakati vita hii ni vita ya Yesu pamoja na wewe. Haleluya. Unaweza kasalenda wewe, lakini wewe ndio mtu anayesababisha ufalme wa Mungu usimame. Sisi kuna nielewa? Tuko pamoja. Lazima kama ni familia amepigana rohoni, amekuja mwilini, anasema wewe ndio tatizo, ni wewe. Lazima uanze kujifunza kumuonyesha akiwa mwilini, kwa sababu kuni mwilini unamuonyesha Yesu, na sio kwamba wewe ndio na hasira naye. Ufalme ulionao na ufalme wake ni vitu viwili tofauti. Kwa njia mbalimbali ambazo unaweza kumwelekeza, hata kama akijifanya elewi, lakini kwa namna ili wewe usiingie kwenye hatia za kimwili. Sijui unanielewa
Kwa sababu ukizungumzia mtoto, mke, mume, kuna namna ambavyo kuna mahusiano yanavunjika na wengine wamefika mahali wanaachana. Kwa sababu alipofika mahali akatanguliza, alipoona ni mbaya, kwa akajitanguliza yeye, akaanza kujionyesha yeye badala ya Yesu. Na yule akatumia nafasi ya adui, kutumia nafasi hiyo namna umeingia kwenye vita ya kimwili. Haleluya. Ugomvi ukaingia kwenye namna ya kawaida ya kimwili na wakaachana. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kumuonyesha Yesu. Watafarakana kwa ajili ya Yesu, sio kwa ajili yako. Haleluya. Umeelewa? Kwa unapopigana vita ni lazima uweze kujua kwenye hasara zilizopigika. Hizi zinatokea tu. Ukianzisha vita ya kiroho popote ili uweze kumiliki. Iwe kibiashara, unataka biashara yako inyoke na Mungu. Iwe kwenye familia unataka inyoke na Mungu. Iwe kwenye mtaa inyoke na Mungu. Uwe na uhakika kabisa watainuka watu ambao watageuka juu yako. Na wewe ndani yako simamia kwenye neno moja tu. Kuna mtu mmoja alipokuwa ameenda kwenye vita, alipoona madui mengi, aliwaambia Mungu alisema atajitukuza, akamwambia sasa fanya kitu kidogo. Alipofika kule akawa anasemaje? Akamwambiaje? Upanga wa Bwana na upanga wa nani? Upanga wa Gideon na upanga wa Bwana. Kwa nini jasoma kwenye kitabu cha Amosi? Kwa nini aliunganisha upanga? Kwa nini Daudi anasema vita sio vya kwetu, ni vya Bwana? Amesema wewe leo Bwana atakidhihirisha uliyetukana majeshi yake. Kwa nini alikuwa anaunganisha kati ya silaha ya kwake na ya Mungu? Kwa nini akuweka maneno yake kwamba umetukana kaka zangu, umetukana taifa langu, umetukana ndugu zangu? Aliondoka kwenye vita binafsi, aliingia kwenye vita ya Mungu. Haleluya. Unanielewa ninachosema? Ukijaribu kuingiza hasira zako za kimwili, na kuambia utashindwa vita. Hasara zisizoepukika. Kuna mtu ameelewa eti? Kwa hata kama unataka kufanya upatanisho, hakikisha wanasalenda kwa Yesu. Akijinyenyekesha kwako, hakikisha unaona unyenyekevu wa Yesu ndani yake. Kama bado, endelea kushambulia. Haleluya. Sasa ni bagumu sana unashambulia, kumbe ile vita na yeye ameshajiunganisha kwenye miungu kwa namna kubwa sana. Kwa unaposhambulia na umwa la mwilini analala kabisa, na unakuta anahitaji na dawa tena za kunywa, inakuwa ngumu sana. Alafu unajua kabisa sababu ni vita ya kiroho. Panakuwa bagumu eti, afu wewe ndio umeshambulia. Panakuwa bagumu. Unakuta ni mpenzi, ni nani, ni mtoto wako. Na unatakiwa usiache mpaka asalende kwa Yesu. Na ukiangalia namna hiyo unaona kabisa ni kama anaenda bye bye kabisa. Panakuwa pagumu sana. Lakini unatakiwa ili ushinde vitu, usitaka kushinda. Unatakiwa endelee kupambana mpaka asalende. Mpaka aseme Yesu ni Bwana. Sasa ni pahali pagumu sana. Haleluya. Unajaribu kusema. Akinuka akasema mama unanichukia, au baba unanichukia, au mke wangu unanichukia, ambia sio mimi, ni Bwana. Utawala wa Mungu ndio ninao, usishuke. Tawala zingine zote lazima ziondoke. Kwa kama kuna utawala mwingine ndani yako unapata shida na mimi, sio mimi. Shida ni ufalme mbili. Kwa hiyo lazima usalende. Ambia sijini akina naambia bado, ngoja tuendelee kuomba. Na wewe nisaidie kukemea, kama tuwe pamoja kushambulia ndani yako. Naposema napiga, nasemaga napiga. Unaelewa kwamba hata kama mtu hajaokoka akafika mahali akataka kulitumia jina la Yesu kwa makusudi ya Mungu, lile jina litaleta manufaa, litavunja kweli, litaharibu. Kwa hiyo lazima uhakikishe unamuonyesha. Ngoja nisogee kwenye sehemu nyingine. Nisogee kwenye kipengele kingine. Kuna hasara zinazoepukika. Hasara zinazoepukika. Zingine nilishagusia, lakini nataka uanze kuona. Hasara zinazoepukika kwenye vita yako ya kiroho. Hasara zinazoepukika ni zile hasara zinazotokana na mitego ya ibilisi. Kwa mfano, wewe mpendwa, mdomo wako uwezake kunyamaza, na shetani anataka kukuchokonoa
ili sasa wewe upaniki aweze kupata mlango. Biblia inasemaje? Hasira linamfungulia mlango shetani, sio hivyo? Sio hivyo? Kwa anatumia maneno kwa ajili ya kusababisha ukosee. Kwa ni lazima sasa hizi hasara ukishajua, hakikisha unajizuia. Unajua wengine sisi midomo yetu haiwezi kuzuia, unajua? Ondoka basi hapo ili usije ukakosea. Ukishindwa kabisa, tafuta maji weka mdomoni ili usiseme. Sasa fanyaje? Bora useme rohoni kuliko kusema mwilini, kwa sababu tunapoingia kwenye vita ya kiroho, moja ya kanuni za vita ya kiroho ni maneno yanayotumika kama silaha ambayo yanakuwa halali kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ardhi na kwenye anga, yale maneno. Na ndio maana unapoingia kwenye vita ya kiroho usizingatie sana kunena kwa lugha, zingatia sana kuzungumza kwa lugha ya kwako, labda kama Mungu ametaka iwe namna hiyo. Lakini wewe mwenyewe usilazimisha kunena kwa lugha. Kama ni vita ya kiroho, tumia lugha yako sahihi ya Kiswahili. Hiyo ndio silaha yako ya Kiswahili ulionayo. Usilazimisha kunena kwa lugha. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta hasa wengine wanaopenda kukasirika haraka. Ukishaona namna ambavyo shetani anataka ukasirika apate nafasi, hakikisha unajizuia. Kama ni rafiki unajua wewe kabisa uko kwenye vita naye, na kwa sababu unaweza kupigana vita rohoni na kaja mwilini akatafuta kutengeneza kitu, sawa kitachoweza kukunasa. Kwa unatakiwa uanze kuepukana nacho. Tafuta namna ya kukwepa. Sasa hii si nita hekima ya kimwili yote vile. Maana wakati mwingine mioyo yetu hatuna ustahimilivu wa kutosha. Bora jizuie, ondoka kwenye mahali, tengeneza mazingira ya kimwili. Hizi ni hasara zinazoepukika. Kwa mfano, unajikuta kuna namna ambavyo shetani ameandaa mtego, wewe na wanakulazimisha kuingia kwenye mtego ambao unauona kiroho. Tafuta njia ambazo utaukwepa ule mtego usiuingie. Sawa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta njia. Kama umegundua ni chakula, umeletewa chakula, tafuta namna ya kukiangamiza, wala utakipokea lakini hautakitumia. Sio hivyo? Labda ni mtu anataka kukukumbatia, tafuta njia ambazo za kumsalimia bila kumkumbatia. Sawa? Kama unajua anaweza kukushambulia kupitia mikono yake na unaona kabisa na silaha, tumia njia ambazo zitawezekana asifanikiwe zile hasara zinazoepukika. Sawa? Haleluya. Wakati mwingine unaweza kukuta anataka kukupa kitu ili ulaumiwe. Sawa? Au anataka kuchagua kwenye nafasi fulani ili uweze kutengeneza tatizo, kukuingizia kwenye tatizo. Kwa sababu wakati mwingine anaweza akakuletea mpango wa kibiashara, mpango labda kwenye mambo ya vikundi ya kifaida na kadhalika, lakini ndani yake kuna mtego ameuweka. Sawa? Ukishagundua manake hakikisha unachomoka, usikubali kuingia kwenye hiyo mipango. Hizi ni hasara zinazoepukika. Haleluya. Zaidi hapo unatakiwa kujitahidi sana kusikiliza ndani yako Roho Mtakatifu anasema nini ndani. Hasara zinazoepukika ni namna ambavyo unavyotumia. Kwa mfano, unakuta una sehemu unapoishi, sawa? Unajua kuna familia zingine ni wambea, Yaani ni wambea, Nikisema hivyo naelewa. Unaingia kuomba. Alafu unapoomba kwa karibu tunajiachiria, unaona? Unapojiachiria unaona kabisa kuna maneno yatatumika vibaya, yaani wanaweza kadaka yale maneno na wakasambaza kama ombea mtaani ikakotea shida. Ni kitu kidogo tu hicho. Kwa jifunze kuifanya sauti yako isiwe kubwa sana, ila ongeza nguvu za kuomba ndani. Sawa Wengi kwenye uchanga tunatumia namna hiyo sauti. Hata mimi nilikuwa natumia sauti kubwa sana napoomba. Nilikuwa sijali. Lakini baadaye unaanza kuelewa kwamba okay, Bwana sikiliza. Wanaposikiliza wanaweza kashindwa kukushtaki au kupambana na wewe moja kwa moja, lakini lile utalosema watalidaka. Alisema kwa watalichukua kama silaha kwa jinsi ya kimwili ili kukutengenezea matatizo kwenye jamii ulionayo.
Jambo jingine, kama wale waombezi, unaweza ukaletewa mgonjwa ili umwombee, ili kukupima kama ni kweli wewe una Mungu. Utapokataa mgonjwa na kutafuta sababu, iwe ndio njia ya kusema kwamba ni muongo, hajaokoka, na ikatumika njia hiyo na ukapata hatia. Maana anachosema. Haleluya. Angalia kwenye huduma unazoletewa, hata kama ni wapagani za kufanya, kuna wakati ambao unaweza ukaletewa huduma kwa ajili ya kujaribiwa, ili sasa uokoke kwenye hiyo. Unatakiwa uhakikishe unazitekeleza zile huduma hata kama una nafasi. Na ndio maana Biblia inasemaje, uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Ndio maana yake. Kwa hizi ni hasara za kivita zisizoepukika. Wanaweza kukuletea hata kama ni mbaya, wakakuletea. Kwa hiyo unatakiwa jifunze kumumudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaanza kuona namna hiyo. Lakini jambo lingine, nataka tuangalie, nitaka tuangalie kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 20 hadi wa 23. Kutoka 28. Kutoka 8 mstari wa 20 hadi 23. Afu andika na Kutoka ile sura ya 9 mstari wa 24 hadi 26. Sasa mimi nitasoma hii 9, wewe soma hiyo 8. Inasemaje hapo? Ishirini na 23 na. Twende. Nasoma. Ndio. Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Yes. Angalia atoka aenda majini. Kamwambie Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie mimi. Ndio. Au kwamba huwapi ruhusa watu wangu, tazama nitaleta wingi wa mainzi juu yako wewe, na juu ya watumishi wako, na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nchi yako. Ndio. Niendelee. Endelea. Umeisha mstari ngapi? 22. Soma hadi 23. 22. Nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni, watu wangu wanayokaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. Sasa anaonyesha kwamba anaingia kwenye vita, lakini anamtambulisha adui kwamba anataka kuonyesha utofauti kati ya kitu chake na kitu kisicho chake. Unaelewa? Kwamba anapigana kwa ajili ya wana wa Israeli. Anapigana vita na miungu ya Misri kwa ajili ya wana wa Israeli. Hapigani vita tu kwa ajili ya ufalme wake. Anapigana, lengo la vita yake, anapigana kwa ajili ya Israeli. Na anapopigana anaonyesha namna anavyoangamiza upande wa Misri na anavyookoa upande wa Israeli. Tuko pamoja? Lakini kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 9 ule mstari wa 24, 24 na 26, Biblia inasema hivi, basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi ya Misri tangu ilipoanza taifa. Na ile mvua ya mawe ikaipiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama, katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuwavunja kila mti wa mashamba. Anasema katika nchi ya Gosheni peke yake, walikaa wana wa Israeli, haikuwako mvua ya mawe. Umeelewa? Kwenye vita ulio nayo, kwanza lazima ufahamu, tunapozungumzia vita, na sisitiza hili, lazima ujue inahusiana na masuala ya ukatili. Unaelewa? Katika ulimwengu wa roho, sio mwilini. Sikaanza kubeba mapanga. Katili katika ulimwengu wa roho. Vita haina huruma. Sasa
ukiangalia vizuri kwenye mistari kuna kitu cha ajabu, utashangaa kwa nini Mungu anaenda kumwambia adui yake kwamba utajua kwamba mimi ninachokilinda ni kipi na ninachotaka kukiangamiza ni kipi. Watu wengi wanapoingia kwenye vita wana focus kupigana na adui na waangalii kitu gani wanacholinda. Nimesema lazima kuwe na sababu. Unapoingia kwenye vita lazima ujue unalinda nini, vitu gani vya thamani na vitu gani sio vya thamani. Maana unaweza kujikuta unalinda hata ambao hutaki kulinda. Kwenye vita ya kiroho lazima uthibitishe kwa hasira na ghadhabu yako vitu gani vya thamani kwako na vitu gani visivyo vya thamani kwako. Sasa kama unataka kupigana vita ya kiroho alafu umefika mahali unashindwa kujua kitu gani ambacho unatakiwa ukilinde na kitu gani unatakiwa usikilinde, hiyo ni hatari. Ni hatari sana. Na ndio maana kinachotokea hivi haleluya, haleluya. Ngoja nikufundishe kitu cha ajabu. Sikia. Imani inatenda kazi sawa sawa na mipaka ulioiweka ndani ya mawazo yako. Imani haitendi kazi bila mawazo uliyobeba ndani yako au ufahamu ulionao ndani. Kwa hiyo ile mipaka ya mawazo na ufahamu kule ndani itatenda kwa namna hiyo hiyo. Kwa kama imani yako itakuwa ngao kwenye mahali ambapo umeweka ufahamu wako na namna ambavyo umeweka mawazo yako, haiwezi kwenda zaidi ya ufahamu wako na zaidi ya mawazo yako. Unanielewa? Kwa hiyo ukiwa na mawazo finyu, ndipo utakuta imani yako inakuwa finyu. Itakuwa sana lakini itakuwa finyu. Kwani hujaiona kuna mwanzi mrefu kama mlingoti? Ni mwembamba kweli kweli lakini ni mrefu kama mlingoti. Unajua shida yake nini? Upepo unapokuja. Hujaiona kuna miti, sisi kwetu tunalima miti ya mbao unakuta mti ni mwembamba namna hii lakini umeenda juu. Upepo ukija hauna faida. Bora huko kuna mirunda mnatumia kama mirunda. Kuna haina faida, itakuwa kwa ajili ya kunia. Utatumia kwa nini? Umeelewa ninachosema kweli? Kama imani yako haina misuli na mizizi na ijashiba, nini kitatokea? Imani yako haitaweza kukuvusha hapo. Yuda sura ya kwanza, sema mstari ule wa 20. Tuangalia mstari wa 19 na 20 nasema. Yuda. Na ndio maana ni muhimu sana kuliangalia hili kwa jinsi hii. Sio tu unapambana na nini lakini unalinda nini. Sio tu unapambana na nani lakini unataka kuokoa nini. Nasemaje? Wa 19 nasemaje? Mstari wa 19. Ndio. Watu hao ndio waletao matendo. Mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi, ndio, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu. Inanisha tu. Niko nazungumza kujenga imani. Lazima kuwe na misuli kule ndani. Sasa wewe unainuka kupigana, akili zako zimenamwangalia adui aliyoko mbele yako. Haziangalii kwamba una vifaranga ndani, una kibiashara gani, una nini ulicho nacho, una familia. Wewe ujali, wewe ni kupiga mbele tu. Nikupiga mbele tu. Vya nyuma vitoto sio nini vitajijuaga venye huko. Usitegemee imani yako itarudi tena kule, inakuja huko. Lakini kwa sababu imani inafanya kazi ndani, sasa na ufahamu ulionao ndani. Warumi sura ya 10 mstari wa 10. Usisome. Andika tu. Na ndio maana namwambia adui yangu, mimi ninachokilinda ni hiki. Sio tunapigana vita. Wewe angalia. Una vita yako. Na ndio maana shetani anafanya mchezo sasa. Sawa. Unapigana vita kwa ajili ya mtoto huyo.
inakuja kama ni mke kwa mume. Unarudi kupiga shetani amwachilie mume wako, anakamata biashara. Ukingangana na biashara unajisahau, anajua umejisahau wewe, anakuja kwako, anakutandika wewe. Umenisikia nisema? Narudia tena, imani haitendi kazi zaidi ya ufahamu na mawazo ulionayo. Ukiwa kichwa kigumu ni hatari. Na ndio maana unapoingia kwenye masuala ya kiroho, weka lugha wanayotumia wasomi na wengine wa teolojia, wanasema akili wazi. Yaani akili ya kukubali kupokea na kufikiri. Unajua kuna watu ambao wanaishi kama treni hiki wakisema sitaki kusikiliza, sitaki kabisa, sitaki kabisa. Yaani ghafla yatapokuja yatamuumiza kwa sababu ndani yake alisema sitaki kuyasikia. Kwa hiyo hawezi tena kuelewa. Umenielewa ninachosema? Yaani kuna mipaka fulani najitengenezea. Fulani watu wa namna ya fulani siwezi kuzungumza nao. Watu wa aina hii sitaki kusema nao, sitaki hata kuwasikiza, hata kuwaona siwataki. Kwa ndani yako lazima uwe tayari. Mtu anaweza kaja kwako kwa ajili ya kuojiana masuala ya Mungu. Wewe unakimbia. Kukimbia sio suluhisho. Unatakiwa ukabiliane naye. Na kwa nini unakimbia? Kwa sababu najua ulishakataa kwenye moyo wako, ushaweka imani sitaki kusikiliza. Kwa hiyo hasira zitawaka, usije ukagombana, ukamkosea na Mungu. Kwa hiyo unakimbia. Sasa hili ni tatizo. Lazima akili yako iwe wazi. Ukiwa na akili inayotaka kupokea vizuri peke yake, hiyo ni sawa sawa na mapengo. Hivyo unajua? Ukitaka kuwa na akili ambayo ushachaguliwa, basi inatosha hapo hapo. Kama wanasema najua Biblia inatosha kabisa. Biblia yenyewe inasema, aliyosema Yesu mwenyewe hayajamalizika kuandika hapo. Yameandikwa sehemu ndogo, Lakini Biblia inasema mengine yalisemwa hayajaandikwa, aliyosema Mungu. Na anasema Roho atapokuja atatupasha habari yake ambayo hajaandikwa. Kwa hiyo hata Roho tusimsikilize kabisa. Maana Roho ndiye hata tusomea Biblia. Kuna mtu ananielewa kweli? Akili wazi, kubali kusikia, na moyo wako mtulivu kutofautisha. Sasa wewe Asia kanipa gumu nitalolishindwa. Kwa nini unalishindwa? Kwa nini unalishindwa? Kwa nini unalishindwa? Biblia inasema kwenye Yakobo 1 kwamba mtu ambaye dini yake ni nzuri hawezi kuzuia ulimi yake kuisemea hiyo dini. Ukiona anazuia dini yake kuisemea, ujue dini yake ni mbaya. Ukiona anaionea aibu, dini yake ni mbaya. Ndivyo Biblia inasema kwenye Yakobo sura ya 1. Kwa jifunze kuwa na akili wazi. Nimeeleweka kweli? Nimeeleweka Wewe usiwe kama treni. Barabara hii kinyoka, ndio maana nikipata tatizo treni, basi hapo mahali basi hakuna njia mkato. Sasa hata wewe pia kuna vitu ambavyo unashindwa kusonga mbele kwa sababu ya namna hii. Hiki sitaki kusikia. Inawezekana kabisa. Ngoja nijaribu kusema namna hii. Nijaribu kusaidia hapa kwamba kuna vitu Mungu anaweza akasema vikawa vigumu sana. Hata ukivisikiliza unaweza kusema si vya kimungu, lakini ndio Mungu anazungumza. Na siku zote Mungu hatumii tu watakatifu, anaweza kutumia vitu, anaweza kutumia watu wasio watakatifu ili kujifunua. Maana yeye hujifunua kwenye kinyonge, Ndivyo inavyosema kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 20 hadi 23. Anatumia vinyonge. Nini? Vinyonge. Sasa hivyo vinyonge vitapokuja kwako, wewe hauko tayari kusikiliza. Akili wazi. Akili yako iwe wazi. Uwe tayari kuwasikiliza wengine. Uwe tayari sio kujisikiliza tu wewe peke yako. Wasikilize na wengine pia. Wanasema nini? Hasa bahati mbaya watu wengi sisi tulio wengi hatupendi kukosolewa. Hatupendi kukosolewa juu ya imani zetu. Na ndio maana imani zetu zinakuwa na shida sana. Hatupendi kufanya nini? Alafu pia imani zetu hatutaki changamoto kwenye imani zetu, changamoto kwenye imani. Kama unahitaji changamoto kwenye imani yako, maana yake imani yako ni dhaifu, haifai na sio ya Mungu, ni ya shetani ulionayo. Sio ndio hizo za misituni? Hizo wanafanya kazi usiku. Wanatambika usiku, wanafanya kazi usiku. Lakini sio mchana. Sio hivyo wapendwa wangu. Kwa siri
hivyo hata kijionyesha kidogo, lakini mambo yao ni kwa siri. Sisi sio hivyo, sisi sio wagizani, ni kwenye nuru, tunasema iliyo kweli. Sasa wewe sio kama watu wa shetani, unataka kwanza kuhubiri ni gizani. Umeokoka uhubiri popote hapo, unaona sawa tu. Wewe ni mpagani, huwezi kumwambia mtu neno la Mungu. Wewe ni mpagani. Haleluya, haleluya, amen. Kujitahidi kuwa na akili wazi. Kwa hiyo imani yako uitanue ndani yako. Unapoingia kwenye vita lazima ukumbuke haya, lazima ukumbuke. Una watoto au hauna? Una mume au hauna? Una familia au hauna? Lazima ukumbuke, ili shetani anaposhambulia uweze kujua, ili imani yako iweze kulinda na watu ulionao. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Jambo la tatu, kwenye vita ya kiroho lazima utafute uwezo wa kivita utakao kusawazisha kwenye vita. Uwezo wa kivita utakao kusawazisha kwenye vita. Uwezo wa kivita utakao kusawazisha kwenye vita. Neno kusawazisha nimetumia kwa neno badala ya neno kustahimili au kumudu. Sawa nimetumia neno kusawazisha. Si inaeleweka tu wapendwa wangu? Haleluya. Si inaeleweka? Nimetumia badala kufanya ustahimili kwenye vita. Kwenye vita ya kiroho kunahitaji viwango vya mapigano na nguvu. Kunahitaji viwango. Kule nyuma tulijifunza habari za maarifa, lakini inahitaji viwango na uwezo kwenye vita ya kiroho na nguvu zote hivyo. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo kiasi fulani, nguvu kiasi fulani, kwa hiyo ustahimilivu kiasi fulani. Sasa kama hautakuwa navyo hivi, manake itakuwa ni sababu ya kushindwa vita yako. Unaweza ukawa uko vizuri kabisa, lakini kwa sababu huwezi kusimama kwa muda mrefu kwenye vita, utashindwa tu mpendo wangu. Sasa sijajua angalia kwenye vita ya kiroho unaweza kumudu masaa mangapi? Kako kwenye vita unaomba maombi ya vita, unakaa muda gani? Unaweza kuvumilia masaa 9? Mbona unashtuka? Unashtuka napiga na kelele kabisa. Sasa kama vita itakuja mfululizo masaa 9, unafanya vipi ikija masaa 5? Ikija masaa 10? Sasa vita za namna ya aina makundi ya vita ya maonezi, vita ya mashambulizi, hizi vita au vita za kiutawala zinakwaga hazina kiwango cha kwako fulani. Pamoja Mungu atajitahidi kupunguza baadhi ya kusaidia, lakini haziji kutegemea na kiwango ulicho nacho wewe. Kuna maonezi, mashambulizi au zile za kiutawala au za kinafasi, sasa nataka kukuhamisha kwenye nafasi, hazitaangalia wewe ukoje au umejiandaaje. Haleluya. Tulijifunza vita inayotokana na jaribu. Mungu anataka kukutoa kwenye hatua kwenda kwenye hatua nyingine. Ile Mungu nilieleza njia zake. Atakuweka namna kiwango unachotakiwa. Akiona kichwa ngumu tena anaongeza tena. Hivyo. Na nikaeleza zile, nikasema ziko aina mbili. Inayotaka ni vita zisizotoka ambazo haziishi. Nikasema zina malengo mawili. Ya kimungu inakuaje na ya kishetani inakuaje. Kwa hiyo ili kujisawazisha kwenye vita ni lazima uangalie kiwango ulicho nacho.
Angalia kiwango ulicho nacho. Kiwango ulicho nacho. Na ukiona ndani yako una changamoto ya kwamba huna uwezo wa kumudu na vita inatakiwa upigane ushinde, tafuta watu ambao mnaweza kufanana. Mnaweza kufanana na kufahana kwenye vita ili kupigana pamoja. Mnaita maombi ya cheni, Usitafuta kila mtu. Tafuta ambao mnaweza kufanana na kufahana. Si Kiswahili kinaeleweka eti? Usikambeba kila mtu. Kwa hiyo jifunze kuangalia hatua zako moja baada ya nyingine na ustahimilivu wako ulionao, ili ikusaidie namna ya kuamua hiyo vita utashindaje. Jichunguze mwenyewe, una uwezo wa kuvumilia kiasi gani, unaweza kupambana kwa kiasi gani, ili sasa unapoingia kwenye vita uweze kuamua. Vinginevyo utapoingia kwenye vita utapigwa, utakungutwa. Kwa nini? Kwa sababu huna ufahamu wala uzingatii kiwango ulicho nacho. Haleluya. Bahati nzuri sana sisi tuna Roho Mtakatifu, tuna Mungu kupitia Roho Mtakatifu ndani yetu, na kuna malaika wapo, kuna vitu vingi sana, kuna rasilimali nyingi sana. Kwa hiyo hata kama ni mchanga kiasi gani huwezi kushindwa vita ya kiroho. Ila tatizo ukishindwa ukiwa una akili ndio utashindwa vita ya kiroho. Na ukiwa mvivu, kukosa akili na uvivu utashindwa vita ya kiroho. Haleluya. 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 Kwa nini haya ni ya muhimu? Jambo la kwanza, ili kutafuta njia za kiroho ambazo zitakusaidia au kukuwezesha kushinda vita yako. Kwa hiyo unaweza kutumia njia zingine za kukusaidia. Ni kweli huna uwezo wa kuomba muda mrefu, sawa? Kwa hiyo utatumia njia mbadala za kiroho za kukusaidia ushinde. Kwa badala ya kung'ang'ana napiga unatafuta njia zingine ambazo zinaweza zikakusaidia. Sawa? Angalia, moja njia mojawapo. Kule nyuma tujifunza ufahamu wako juu ya vita na sababu za vita, unakumbuka? Sasa moja ya kitu cha muhimu sana, ukishajua tatizo ya vita hii ni dhambi, ili ujilinde, hautaachilia tu ulinzi. Hata ukilinda kama ni dhambi iko kwenye ardhi, atashambulia tu, adui atakuja, kwa sababu dhambi ndio itakayomleta. Kama anakushambulia wewe na kuna dhambi ndani yako, atakuja tu kupigana na wewe. Hata kama ukisema nimechoka, hatakuja kupigana. Hata ukisema anajilinda, hatakuja, kwa sababu ana dhambi ninayosababishaje kwako. Unaelewa? Umenielewa? Kwa badala ya kupigana na adui, utaanza kushughulika na sababu inayomleta adui. Haleluya. Una uwezo wa kupigana sasa, mpendwa. Kwa utaondoa ile sababu inayosababisha adui aje. Kwa kama ni utakaso, manake utang'ang'ana ulinzi na utakaso kwako kwenye moyo wako. Ulinzi na kuondoa dhambi ulionayo ndani yako. Kama ni kwenye ardhi, hivyo. Kama ni kwenye familia, watoto wako, hivyo. Omba mpaka uhakikisha natakasika. Osha kweli kweli na hisopo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufanya namna hii. Hii itakusaidia wewe kuhakikisha adui hata kufikia, kwa sababu hakuna ulinzi kama kuna sababu ya kumleta adui. Sawa? Kwa mfano, kama kuna wengine hawajui kwamba kusoma neno la Mungu ni wajibu na ni sheria kwa kila Mkristo. Usiposoma neno la Mungu, unafungua mlango wa shetani kuingia ndani yako. Inawezekana hujaisikia, lakini ndio hivyo. Usiposoma neno la Mungu ndani yako likawa halimu la kutosha, ni mlango wa shetani kuingia. Siku nyingine utakuja kuniuliza kwa nini, lakini ninakwambia moja kwa moja. Ipo mistari mingi inaeleza kule ndani. Sasa kukosa neno ni kukaa na kitu kingine ndani. Kwa hiyo ghafla kule ndani, badala ya kuanza kupigana na shetani anayekutafuta, kumbuka nimesema kuna maonezi, unakumbuka
ameshaona udhaifu, kwa atashambulia. Kwa hiyo nini inatokea? Utatakiwa uanze, badala ya kutenga muda wako wa ombea na muda wa kuzunguka na wa kupumzika na kutazama TV, si series mnaita si nini, chukua muda wako, kuanza kutengeneza, kuanza kusoma Biblia kwa imani na kwa utulivu. Muda unaosoma utakuwa salama na utaanza kuimarika. Kwa ipo viti naweza kaja kwa sababu ya kukosa neno, kwa ile mashambulizi na maonezi, na kwa sababu nalenga nafasi. Kwa hiyo ghafla vita inaingia. Sawa, lazima ukumbuke hiyo. Tenga muda wako mzuri. Kwa unaenda kwenye sababu unaondoa, unaenda kwenye sababu unaondoa. Mwingine anaweza sasa, inawezekanaje? Andika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 14 mstari wa 23 na 24. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 23 na 24. Mtu anayenipenda atalishika neno langu, mtu asiyenipenda alishiki neno langu. Sio hivyo? Kwa hiyo uadui wa mtu na Mungu na urafiki wa mtu na Mungu ni neno la Mungu. Kwa linapokosekana neno la Mungu ndani ya mtu, anafungua hasira ya Mungu kuwaka juu yake na mlango wa shetani kushambulia huyo mtu. Utapokea mashambulizi mfululizo tu. Hayatakwambia sababu, lakini unaweza kugundua sababu ni nini. Yanakuwa namna ya maonezi. Kwa unaweza kukuta ghafla ukitaka kugundua dalili zake, kama ni wa Biblia, unaona ukitaka kusoma Biblia kuna kitu kinaanza kukusumbua au kuna mashambulizi fulani unapata, maana unajua chanzo ni nini, ni Biblia. Unaona kabisa, unaweza kupata nafasi ya kutulia, unaona vizuri, unapata kushika tu Biblia, unakuta ghafla kuna kitu kina change ndani yako. Kuna maombi pia, kukosa maombi ya kutosha kunafungua mlango wa vita. Yako mengi, hayo ni sehemu za maonezi, yako mengi sana kibiblia kabisa. Haleluya. Na ndio maana kuomba ni kuomba bila kukoma. Kwa hiyo sababu, ondoa sababu. Lakini jambo lingine kwenye kipengele hichi, maana tuko kwenye namna ya kutengeneza ule, kwa nini unatakiwa uzingatie uwezo wako, Angalia. Kuna huwezi kuomba masaa 5, lakini kuna muda ambao unaweza kutumia damu ya Yesu. Muda unapoombea damu ya Yesu, kama kitu kinahitaji damu ya Yesu, zile ni silaha tofauti. Jina la Yesu ni moja ya silaha. Damu ya Yesu, neno la Mungu, moto wa Roma ndivyo sijui. Vitu vyote hivyo. Kwa hiyo umepungukiwa, ile nguvu ya kupigana moja kwa moja imekuwa ni ndogo kwako. Kwa hiyo unatumia rasilimali za kibiblia kwa ajili ya kushambulia, na nguvu zako hazitaisha haraka. Sawa, Kwa hiyo ni njia yako kusaidia, na ndio maana ni lazima uweze kujua. Kwa ingawa shetani akigundua udhaifu wako, ndipo anatafuta nafasi hiyo. Akigundua udhaifu wako atatafuta nafasi hiyo, na wewe unatakiwa utumie rasilimali ulizonazo za kimungu kwa ajili ya kukusaidia. Sasa bahati mbaya sana, ukisema labda tutatumia damu ya Yesu, lakini si watu wengi sana wanaofahamu juu ya damu ya Yesu, kuitumia kwa namna ya silaha kwenye vita ya kiroho. Ukisema jina la Yesu, hawana uwezo wengi sana na ufahamu wa kutumia jina la Yesu kwenye vita ya kiroho. Wao wanataja tu kama wanavyotaja majina ya kina John na kina Abdalla na kina nani na mengine. Lakini kulitumia jina kwa ajili ya kuita neema ya Mungu kwa ajili ya uponyaji ni tofauti kwa ajili ya kivita. Inapotumika kwa ajili ya vita, neno la Mungu linapotumia kwa ajili ya vita ni tofauti. Kwa hiyo hivi vitu vya muhimu sana, lakini vinahitaji mtu aliye tayari aanze kujifunza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kusawazisha vita, ukusawazisha kwenye vita, lazima ukumbuke kitu kimoja, kwamba kabla hujaingia kwenye vita uwe na utayari wa kivita. Kabla kuingia kwenye vita uwe na utayari wa kivita, kwamba muda wote unaweza kaingia kwenye vita na utaamuaje vita. Kabla kuingia kwenye vita lazima uwe na utayari wa kivita. Kwenye vita. Kwa sababu
muda wote unaweza ukaingia kwenye vita, na wewe unatakiwa uamue unaamua kupiganaje. Unaamua kupiganaje kwa sababu tayari una utayari. Kwa hiyo kama hauna utayari, vita itapokuja itakwenda kushitukiza kila siku. Sasa nafanyaje? Imeshafika tayari. Sasa ule muda unatafakari umekuwa njia panda, ndio muda unaopigwa. Haleluya. Lakini ukiwa na utayari ni sawa sawa na mtu ambaye ana silaha, anajua kabisa nikifika mahali fulani adui akijitokeza nitachukua silaha namna gani. Akitoa hii mimi nitatoa hii. Unaelewa Akija kwa namna hii nitatengeneza maombi haya. Haya. Akiinuka namna hii nitatumia maombi haya. Wakati mwingine huwa anasema, unajua kukosea kwenye vita ya kiroho kuwa kunasababisha jifunze mambo. Unaposema natumia moto, unaona kuna vitu vinateketea maana unajua kumbe hivi vinateketea kwa moto. Hivi natumia moto wa Roma, unashangaa viteketea. Ja, kumbe hivi viteketea. Natumia upanga wa Roma hivyo. Sasa upanga wa Roma hivyo ni neno la Mungu lioko ndani yako. Sasa wewe una neno, utafanyaje? Ndio vile ninavyosema kwenye Efeso 6. Mstari wa 16 na 18. Upanga wa Roho Mtakatifu ni neno la nani? Unalo. Sasa mwingine sasa upanga wa Roho. Hakuna upanga wa Roho. Kwanza yeye hatembeagi na upanga. Usije ukafika mahali ukaona sasa upanga wa Roho na kata kwa upanga wa Roho, nakwambia unapoteza nguvu zako bure. Upanga wa Roho ni neno la Mungu lioko ndani yako. Kwa unaposema upanga kwa namna ya kupigana kwa kutumia neno, maana lile neno lioko ndani yako umejifunza kwa namna ya silaha, litaanza kutenda kazi. Sasa mambo mengine nilifundisha miaka mingi, sweet sasa mingapi iliyopita huko nyuma. Tutaanza tena kujifunza sasa mpaka nione watu ambao wanahitaji. Kwa hiyo na kipindi hicho nilikuwa nafundisha, nikaanza kuonyesha namna utendakazi wa nguvu ya neno na upanga wa neno unavyotenda kazi. Tukaanza kufanya na majaribio kabisa, tukaanza kuona adui anavyoangamia. Tufanyaga mazoezi hayo. Lakini sasa sijui taanza tena chekechea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa Umenielewa Muda ambao unatengeneza huu utakusaidia wewe. Utakusaidia kutengeneza maamuzi, utakusaidia kwa namna ya kukaa. Kwa hata unapotembea akili yako inajua kabisa lazima vita itatokea. Ikitokea nitafanya nini? Tumia uzoefu wako wa vita ulizopitia na namna ulivyoshinda ili kukujifunza ni silaha gani unaiweza. Anza kuimarisha na kutafuta silaha zingine. Sawa Tumeelewana Sasa hii itakusaidia. Lakini pia anza kujenga kuongeza kiwango. Kwa mfano, wakati unatumia njia zingine, muda wako wa mapumziko punguza. Anza kufanya mazoezi ya kuongeza mamlaka na uvumilivu. Kwa mfano, sisi wengine, sisi familia zetu ni kweli ni kati ya shetani. Unaelewa? Sasa ukifika mahali unataka kujikomaza kiroho, ni rahisi tu. Chokoza vita ya familia. Sipo kuna miungu kule kwenye familia. Unapigana ni mazoezi, unafanya mazoezi ya ukweli. Kwa hiyo wakati unaendelea kupambana namna ile unaiangamiza, unaiacha huru familia, na huku kunaanza kujifunza na huku kunajikomaza. Usitafute za majirani, sio mpaka kushambulie. Ipo zingine za familia tunazo, ndugu zetu wengine na miungu wana masieto za kutosha, kuna mambo ya ajabu kwenye familia zetu. Shughulika nazo. Hii itakupa uzoefu. Chokoza mwenyewe. Sasa utafanya nini? Hakuna njia ya kujifunza vita ya kiroho. Huwezi kujifunza vita ya kiroho kwenye mahali ambapo hakuna vita. Unaelewa? Sasa unayo ya kwako ya nyumbani kwako. Kwani usitumie ya nyumbani kwako? Una jembe nyumbani kwako, unataka kutafuta na jirani? Hiyo, unaposhambulia miungu ya ukoo, ghafla itainuka. Umeshindwa namna ya kuanzia, anza kushambulia jina lako la ukoo. Na piga miungu kwenye jina la ukoo, ndio utaona inavyoinuka. Itapoinuka unasema yes. Unazipanga na wewe pale.
Umefika mahali umekuta viti imekuwa kali sana, inataka kukushinda, masaa yameenda, unakuta ishi imekuwa kubwa kuliko wewe. Zile zinafuata speed. Anza kutakasa damu yako, nafsi yako, changanya na damu ya Yesu kule ndani. Anza kusema mimi ni wa Yesu. Ghafla unakuta mambo yamekata. Ukifika namna hii, ghafla ile damu inapoingia ndani yako kwa imani kuzuia, hakuna anayegusa, kwa sababu tayari Yesu yuko ndani yako. Unatafuta mapumziko, unahema pa kidogo. Ukimaliza tena, ukiona jana niliomba masaa mawili. Sasa muda unaoomba kuna watu wanafunguliwa, unajua. Kwa hiyo unaingia tena kwenye mazoezi mengine. Mimi nimefanya hayo mazoezi mara nyingi, na nilikuwa wakati mwingine natafuta adui ambaye namjua. Wanasema kwenye mji ndio mchawi koma kabisa. Naenda kumfuata, naanza kuzungumza naye. Naanza kuachilia makombora huko, tunazungumza pamoja. Napiga naye yuko hapo hapo. Alafu baada ya dakika moja naona kinachotokea. Nini atafanya? Nilikuwa nafanya mazoezi ya wazi kabisa. Ili kukusaidia. Sipo sinaomba ndani yangu, kwani Yesu amekaa hapa na mimi nimekaa hapa. Nianze kusema wanasikia, tuingie vita ya mwilini tena. Ni ya rohoni mpendwa. Kwa naweza kakana mtazama pale, huyu ndo amesema kiboko wa mji. Mimi nakaa hapa kwa jina la Yesu. Kwa kweli hapo nitafiginya kweli kweli, nitapiga kweli kweli. Alafu na mtazama kabisa asiwe mbali. Alafu nione kinachotokea. Penangu anacheka maana kuna shida nyingi zilitokea huko. Wengine wana harama hawezi kusahau hayo. Haleluya. Haleluya. Umenielewa ninachosema? Ila kumbuka kurudi kwenye nafasi. Usijisahau. Una ndoa, ulishaoana na mtu fulani ana miungu. Una watoto wako umewapa jina. Taja jina la miungu la ukoo la watoto hao. Alafu uone itakujibu pale. Itakuja mizima kama yako kumeisha miungu yote. Ukipigana leo, ukipigana kesho, ukipigana kesho kutwa, haupati uzoefu wa kupigana. Kumbuka unapopigana huko serious, ile nguvu inashuka ndani. Kwa hiyo kuna namna ndani unajijenga kwa kutumia nguvu za Mungu. Simama. Simama mpendo wangu. Kama kwa katamu. Kuna wakati mwingine ilikuwa inatokea kwenye yale maombi ya usiku mnatenga sehemu ya kwenda kuombea. Basi mimi tukitenga sehemu tunazima taa. Mimi nataka hata kama kwenye kanisa tunazima taa. Piga maombi mle ndani afu mmezima taa mle ndani. Makanisa yetu yenyewe haya ya ajabu yamezindikwa haya, utakuta vitu vinatembea mle ndani. Usitafute. Nenda hata kanisani kwako. Una wasiwasi na kanisa kwako, nenda kule. Unaambia mlinzi, leo nataka kuomba. Na maombi ndani. Unaingia mle ndani unazima taa. Nenda saa 4 hivi, saa 5 ya usiku. Mimi nilikuwa napenda kwenda usiku. Usiku ndio mzuri unajua kuliko mchana. Unaomba ukifika saa 6 ile, kwa kweli kule ndani unakuta kwa kweli. Hata kale kaofu kabandia kaliko baki kanaondoka kenyewe. Maana unakuta kuna wengine utafikia wanakupapasa. Kuna makanisa mengine ukikaa mchana unasikia kule ndani unaogopa huko ndani, utafikia kwa shetani, lakini uko kanisani ni mchana. Sasa usiku sasa ndo unatakiwa unakaa kule ndani. Unapiga maombi kule ndani, unapiga maombi. Haleluya. Vita ya kiroho inahitaji mikakati. Vita ya kiroho haipigani bila mikakati. Vita ya kiroho inahitaji mkakati. Hauna mkakati, vita ya kiroho utapigana. Utakuwa unazunguka. Itagusa kwa mtoto, unaposhughulika kwa mtoto iko kwako. Tanua imani yako na mawazo yako. Nilisema kushinda ni lazima uamue kule ndani. Lazima uamue. Sasa leo tunachokoza kabisa.
tutachokoza kabisa. Unalikumbuka jina la ukoo wako? Unalikumbuka Sawa. Sasa utaanza kushambulia kwa moto hilo jina. Tena moja kwa moja. Tuma moto kwenye jina lako la ukoo. Tamka hilo jina. Jina la ukoo baba yako na mama yako. Tamka hilo jina. Hilo jina ulilolibeba. Anza kushusha moto ndani ya hilo jina. Anza kushambulia hilo jina. Anza kuharibu hilo jina. Anza kuharibu kila nguvu za giza. Kama la kwangu ni sanga, napeleka moto ndani yake. Na wala kwako peleka moto kwa namna ambavyo unaweza. Shambulia kule ndani, maana ndiko kiini cha utawala. Kantaramanda na wasia riko koria manda. Omba ndani yako. Omba. Shambulia, sambaratisha kila roho za giza zenye mahusiano na jina hilo, kila utawala, viti vya enzi zenye mahusiano na hilo jina, kila nguvu za giza zinazotenda kazi kwenye maisha yako kwa kutumia hilo jina, kila utawala wa giza, kila utawala wa giza unaopita kwenye familia yako, unaopita kwenye uzao wako, anza kushambulia na kutamka hilo jina la ukoo. Ulijui jina lako la ukoo? Tamka jina langu la ukoo na ishambulia. Miungu inayopita kwenye jina la ukoo na shambulia. Yes. Ndio, endelea kuomba na itamka hilo jina. Omba ukilitamka hilo jina. Angamiza kila miungu katika ulimwengu wa roho. Angamiza kila utendakazi wa miungu katika ulimwengu wa roho. Kila kazi za giza na utawala wa giza, kila ajenda za kuzimu, kila mawasiliano yote yanayopata kibali kuanzia kwenye hilo jina, kila mawasiliano ya kipepo yanayopata kibali kuanzia kwenye hilo jina, moto upite ndani, usambaratishe jina lako la ukoo. Kila miungu iliyoketi, kila roho za uganga, kila roho za uharibifu zinazofanya mawasiliano kufuatilia mwili wako, kwa jina la Yesu. Ndio. Mata. Nasambaratisha kwa jina la Yesu. Nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Nasambaratisha kwa mata. Kila mizimu iliyobeba nembo la jina hili, kila mizimu inayotenda kazi kwa nembo la jina hili ya Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, naangamiza kwa mata. Naharibu kwa mata. Nashambulia kwa mata utawala wa giza. Naangamiza uliojiunganisha na jina hili la ukoo, na jina langu hili ambao umebebwa ndani, kwa jina la Yesu. Ndio. Mata, shambulia. Angamiza kabisa. Ukilitaja hilo jina la ukoo, shambulia kwenye hilo jina la ukoo. Jina lako la ukoo, sukuma na imani yako. Mageuzi katika ulimwengu wa roho. Kama kuna mapepo yalikuwa yanafuatilia kwenye familia yako kwa sababu ya jina hilo la ukoo, leo angamiza mawasiliano yaliyokuwa yanalivuta hizo roho za giza na mizimu, hayo magonjwa ya ukoo yaliyo yanakuja kwa sababu ya hilo jina la ukoo. Moto upite uangamize kwa jina la Yesu. Mata. Leo tunashambulia kwenye jina la ukoo. Ndio. Kantaraka kariabush rina manderebusia manda rikukuria mana.
zile roho za kipepo zinazosema wewe wa ukoo huu ni mali yetu, wewe ni mtumishi wetu, kwa sababu jina hili ni jina la kishirikina la ukoo. Leo unaangamiza hiyo nafasi wanayokupinga kiroho, hiyo nafasi wanayokupinga kwenye huduma, hiyo nafasi wanayopinga wokovu, hiyo nafasi wanayokushambulia kwenye wokovu. Angamiza ndani yake, angamiza ndani yake, angamiza ndani yake, angamiza ndani yake. Haribu, 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 haribu utawala, haribu utawala kuanzia kwenye jina lako la ukoo, kuanzia kwenye jina lako la ukoo, kuanzia kwenye jina lako la ukoo. Maana kimekuwa kitambulisho cha kazi za shetani kwenye maisha yako kufuatilia. Ndio Kantarabush Kantari kukuria manda. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Omba, omba, omba. Omba, omba. Angamiza, angamiza mawasiliano, angamiza hizo roho, angamiza wa utawala, angamiza hizo nguvu za giza zinazopitia jina lako la ukoo. Kama la kwangu la sanga na wewe unala kwako, angamiza, 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 angamiza. Usiache juu ya jiwe, usiache mahali ambapo shetani ataguswa, lakini kwenye kona ya jina la ukoo, kwenye kona ya jina la ukoo. Wengine wanasifika kwa sifa mbaya kwa sababu ya jina lao la ukoo, wengine wanasifika kwa tabia mbaya kwa sababu ya jina la ukoo, kwa sababu ya jina la ukoo, kwa sababu ya jina la ukoo. Wewe nenda kaangamize. Kimekuwa kitambulisho cha kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Leo angamiza. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Dia, dia. Dia, dia. Dia, yani dedete. Hicho kitambulisho lazima kiteketee. Lazima uteketeze. Lazima uteketeze. Lazima uteketeze. Lazima uharibu. Lazima uharibu. Haribu. 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 Haribu kwa jina la Yesu. Moto upite kwenye majina yao kwa Bwana. Napeleka moto kwenye majina yao hayo ya ukoo. Napeleka moto, 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 napeleka moto ushuke. Moto uteketeze, moto uharibu, moto ung'oe, moto uharibu, moto uteketeze kwa jina la Yesu. Moto, 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 moto. Hizo madhabahu hizo unganisha na majina ya ukoo. Napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto. Kila uganga na uchawi, kila uganga na uchawi unaotenda kazi kwenye jina hilo, kwenye jina hilo la ukoo, napeleka moto. Naharibu, nateketeza, naharibu, nang'oa, naharibu, nateketeza, naharibu, nang'oa. Moto upite kwenye hizo madhabahu zinazotenda kazi kwenye nembo ya ukoo. Rabusi ya mandiribush. Kanta rabusi ya mandiribush. Kanta ribusi ya manda. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Dia, dia, dia. 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 Ile tabia mbaya zinazokufuatia kwa sababu ya hilo jina. Ule kitambulisho, kuna tabia zinatembea kwa sababu ya hilo jina. Kuna laana unaipata kwa sababu ya hilo jina. Kuna mambo mabaya unayapata kwa sababu ya hilo jina. Kuna mambo yanaharibika kwa sababu ya hilo jina. Nenda kaangamize, nenda kaangamize, nenda kaangamize, nenda kaangamize, nenda kaangamize. Usiache chochote, usiache chochote, usiache chochote, usiache chochote, usiache
usiache chochote, usiache chochote, usiache chochote, usiache chochote, chochote kwenye hilo jina, kwa chochote kwenye hilo jina, chochote kwenye hilo jina. Rabos ya manderebos. Yes. Dio. Yes. Omba. Bado sijaona ukiharibu hilo jina. Liharibu kwa jina la Yesu. Liharibu haribu hilo jina. Hizo mamlaka za kipepo ndani ya hilo jina, hizo mamlaka za miungu ndani ya hilo jina, ule uharibifu ulio ndani ya hilo jina, ile nguvu ya giza ndani ya hilo jina, vile vifungo vile ndani ya hilo jina na ukoo, haribu. Ndio. Yes. Kuna magonjwa mnasema ya kurithi ambayo yanatembea kwenye hilo jina la ukoo. Hakikisha unaangamiza ile laana inayotembea kwa sababu ya jina la ukoo. Angamiza. Usiache. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kukuvusha. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kantarabush. Ndio. Nenda hadi kwenye tabia ambazo zinatokana na familia, jina la ukoo huo una tabia fulani ambazo unazijua, na wewe unapakwa matope kwa sababu ya tabia hizo ndani ya jina hilo. Angamiza kabisa, litamka kabisa, ona kabisa, unaangamiza ndani ya jina, unabomoa ngome na utawala ndani ya hilo jina, ndani ya jina la ukoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shusha moto kwenye jina la ukoo. Shusha moto kwenye jina la ukoo. Shusha moto kwenye jina la ukoo. Shusha moto kwenye jina hilo. Naam, hivyo. Nenda. Hivyo. Ndio. Na shusha moto kwenye jina la sanga la ukoo. Na shusha moto kwenye jina la sanga la ukoo. Hivyo nenda namna hiyo. Na wewe tamkana kwako hivyo. Shusha moto. Jaza moto, tengeneza kwa moto. Shusha moto. Yes. Ndio moto. Haya ni mageuzi katika ulimwengu wa roho. Hii ni operation ya kimungu kwa jina la Yesu. Moto kwenye jina hilo. Kila mikataba iliyo ndani ya jina hilo moto. Kila tabia za kipepo ndani ya jina hilo moto. Na pasua kwa jina la Yesu. Ndio. Wengine vibali vyao havipatikani kwa sababu ya jina lake la ukoo. Limezuia kibali cha biashara, limezuia kibali cha ndoa, limezuia kibali cha huduma. Hilo jina linafunika kibali cha Mungu. Teketeza kwa moto. Malaika wa Bwana watusaidia kwenye vita hii. Teketeza kwa moto. Yes.
shusha moto, shusha moto. Kantarebosh, kantarebosh, kantarebosh. Mimina moto, mimina moto, mimina moto, mimina, mimina moto, mimina moto. Sema na mimina moto, sema na mimina moto, 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 na mimina moto wa Roho Mtakatifu. Na mimina, 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 na mimina. Yes, kila kisicho cha Mungu ndani yake, kila kile ambacho sio cha Mungu ndani yake, kila kisicho cha Mungu ndani yake, kila ambacho sio cha Mungu ndani yake kinateketea kwa moto. Mimina moto, mimina moto, mimina moto. Ndio, na mimina moto kwenye jina la kila sanga, na mimina moto kwenye jina la sanga. Ndio kwa konena namna hiyo. Mimina moto, mimina moto wa Roho Mtakatifu, 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 mimina moto wa Roho Mtakatifu. Kuna mageuzi yanafanyika kwenye hilo kabila, kuna mageuzi yanafanyika kwenye hiyo familia, kuna mageuzi yanafanyika kwa ajili yako, kuna mageuzi yanafanyika. Kuna vitu vinateketea, kuna roho zinateketea, kuna roho zinateketea, kuna roho zinateketea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile mikataba inateketea, iteketeze. Ile mikataba inateketea, ile mikataba inateketea. Kati ya miungu yenu na miungu mingine, leo uhalali unakwisha kwa moto, kwa moto. Kantarebosh. Yes. Kantarebosh. Dio. Dakika hii. Peleka moto. Weka mkono wako moja kwenye kichwa chako. Peleka moto ndani yako. Kila mawasiliano yanayohusiana na hii miungu iliyounganisha kwenye jina na mwili wako, haya moto. Peleka moto ndani yako, kwenye kichwa chako, ndani ya mwili wako. Peleka moto, mawasiliano, alama, chochote kinachohusiana na huo utawala wa ukoo. Peleka moto ndani yako, 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 peleka moto. Kila kisicho cha Mungu ndani yako kiteketee. Kila kisicho cha Mungu ndani yako, kila pando lisilo la Mungu ndani yako, moto uteketeze. Shusha moto ndani yako, shusha moto ndani yako, shusha moto ndani yako, shusha moto ndani yako, shusha moto ndani yako. Ndio moto ndani yako, moto ushuka ndani yako, uteketeze kila kitu kinachohusianisha na hilo jina kwa namna ya sio ya Mungu, hii kinyume na Mungu. Moto ushuke ndani yako, moto ushuke ndani yako, moto ushuke ndani yako, moto uharibu yawe magonjwa ya kurithi, yawe magonjwa ya kurithi, ziwe tabia za kurithi, kiwe chochote kinachohusiana na utawala wa familia, kinachohusiana na tawala wa jina la ukoo, ndani yako. Yes. Karebush. Yes. Ndio. Sasa nenda kaachilie damu ya Yesu. Kaachilie damu ya Yesu kwenye jina la ukoo, ikashughulika na mambo kwenye ukoo. Nenda. Naachilia damu ya Yesu kwenye jina la kina Sanga, kwenye jina la Sanga, ikashughulike na mambo ya uharibifu ndani. Damu ya Yesu ikatengue kila maagano. Nanyunyiza kwenye jina la Sanga, nanyunyiza kwenye jina la Sanga, na wewe kwako. Nanyunyiza kwenye jina la Sanga, nanyunyiza kwenye jina la Sanga, na wewe kwako. Hivyo. Nanyunyiza damu ya Yesu ingie ndani, ianze kuharibu, ianze kuteketeza, ianze kutengua maagano, ianze kuondoa. Damu ya Yesu nyunyiza ndani ya jina hilo la
ukoo. Yes. Kantarebos. Yes. Yes. Yende kahukumu miungu kule ndani. Kahukumu miungu kule ndani. Yende kahukumu miungu kule ndani. Kantarabos. Riko kuria manda. Rabos ya mande rebosha. Kantaramanda rawasia. Riko kuria bosha. Rimanda rawasia. Ndio. Achilia damu ya Yesu juu yako sasa. Achilia damu ya Yesu juu yako sasa. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu juu yako. Ndani yako damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Yes. 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 Damu ya Yesu. Yes. Damu ya Yesu. Ndio damu ya Yesu. Ndio damu ya Yesu. Kuna kitu Mungu ananiambia sasa hivi. Kantarebos. Yes. Isikilize. Yes. Isikilize. Mungu ananiambia hivi, kuna watu wamefungwa kwenye ukoo na hawawezi kuokoka kwa sababu kilichowafunga ni jina la ukoo. Wanashindwa kuokoka, wanashindwa kusimama kwenye wokovu kwa sababu jina la ukoo limebeba maagano yanayozuia wao kumcha Mungu kwenye ukoo huo. Tunaenda kuwang'oa waliofungwa kwenye huo ukoo, kwenye hilo jina. Ribos sekenterebos. Karabos. Nenda taja jina hilo, ng'oa wote waliofungiwa huko ndani. Wote waliofungiwa huko ndani. Wote waliozuiliwa kuokoka waliko ndani. Vifungo vilivyofungwa kwenye jina la Sanga, wote waliozuiliwa kuokoka, waliozuiliwa kukaa na Mungu, waliofungiwa maisha yao ndani, na wafungua kwa moto, na wafungua kwa jina la Yesu, na watoa kwenye hicho kifungo vya jina. Ndio na neno namna hiyo. Kantarebos. Yes, wafungue kila aliyefungwa kwenye jina la ukoo wako, wafungue. Kila aliyefungwa kwenye jina la kwako la ukoo, wafungue. Wafungue watoe humo ndani. Haijalishi walifungiwa nini. Kwa damu ya Yesu tunawafungua. Kwa jina la Yesu tunawafungua. Tunawafungua kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ni mali ya Mungu. Nawafungua kwa jina la Yesu. Waliofungwa ndani ya jina la Sanga, waliofungwa ndani ya jina la Sanga, waliofungwa, iwe maisha, iwe ndoa, iwe wokovu, chochote walichofungwa, iwe uzao. Rikukuria mandarawasia. Ndio. Kantarabos. Amba. Kantarebos. Ndio neema ya Bwana ishuke kwenye majina, ishuke kwenye majina ya uko. Neema ya Bwana ishuke ndani yake, ishuke ndani. Neema ya Bwana na nguvu za Bwana vishuke, ziwakomboe kwa damu ya Yesu. Ziwakomboe wao watoto, watu wazima, wao akina mama na wanaume na vijana na mabinti. Na watoa kwenye ukoo waliofungwa kwenye hiyo jina, kwenye hayo majina ya ukoo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu asante. Karibu siamana. Rikokoria manda. Rikokoria wosiamanda. Ribosia manderebush. Kanta rebush. Yes. Dio. Baba yangu asante, kupenda kutukuza. Tunaenda kutolea sadaka.